Piga basi makofi kwa ajili ya mwaka huu mzuri sana. Hebu fungua pamoja na mimi Mathayo 13. Mathayo mtakatifu 13. Haleluya. Mstari wake wa 12. Tunapozungumza habari ya kutoa ni kama tunazungumza habari ya kupanda. Tunapozungumza habari ya kutoa ni kama mtu anayezungumzia habari ya kwenda shambani akiwa amejiandaa na mbegu zake mkononi. Bwana asifiwe. Mstari ule wa 12, kwa lugha nyingine Yesu alikuwa anazungumza maneno ya mithali, au anazungumza maneno ya mafumbo. Mafumbo haya yanaitwa mafumbo ya ufalme wa Mungu, yanaitwa mafumbo yanayobeba siri zilizofichwa zisizoonekana na kila mtu, na zinafunuliwa kwa wachache tu, especially wale walio kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Akazungumzia kuhusu mfano unaoitwa kwenye mstari wa 11, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wao walioko nje ambao sio ndani ya ufalme hawakujaliwa. Akasema, kwa maana yoyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Anazungumzia siri ya kitu ambacho kimefichwa, kwa lugha nyingine, katika maisha ya mtu. Ili atoboe, ili afike mahali pazuri pa maisha, pa malengo, anatakiwa awe na siri ambayo ameijua. Katika hiyo akaishikilia hiyo siri kumpeleka kwenye malengo yake. Malengo ya maisha ni siri, ni mafumbo, ni vitendawili ambavyo, kwa hivyo, kwa mfano mfalme Sulemani, nimchukulie mfalme Sulemani. Hebu tuende Mithali sura ya kwanza. Mithali anaandika mzee Sulemani, na huyu Sulemani ni mfalme. Kabla hajawa mfalme, aliulizwa na Mungu, nikupe nini? Omba lolote, taka chochote. Kwa sababu baba yake Daudi alimpendeza Mungu, kwa hiyo Mungu akamchagua Sulemani awe mfalme. Kwa hiyo akamwomba, akamwambia, mimi ninaomba niwe na hekima. Lile neno hekima ni uwezo wa Mungu ndani ya mwanadamu kufumbua mafumbo. Tunaelewana? Hekima ni uwezo wa Mungu, au ni kipawa cha Mungu kufumbua mafumbo. Haleluya. Sasa kuna mafumbo ya kawaida ambayo hufumbuliwa hata na watoto wa shule za msingi. Mafumbo ya Mungu hayafumbuliwi na wanadamu wote, na sio kila mtu anaweza kayafumbua. Kwa hiyo alipohitaji hekima, Mungu alimwambia, kwenye hilo eneo nitakupa, kwa kuwa hukuniomba fedha, hukuniomba utukufu, umetaka kitu ambacho wengine wasingekitamani. Sasa nitakupa hiyo hekima. Kwenye hiyo hekima, Sulemani akaandika hii kitabu cha Mithali kama mmoja ya vitabu vyake. Aliandika zaidi ya nyimbo 1000 ngapi, lakini acha tukisome kitabu Mithali hiyo moja. Anasema hivi, mstari kuanzia
wa pili, kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili, kuwapa wajinga werevu na vijana maarifa na hadhari. Wenye hekima asikie na aongezewe elimu, na wenye ufahamu ayafikie mashauri yake. Kufahamu mithali, hapo ndo pazuri. Kufahamu mithali na kitendawili na maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sulemani anataka tufumbue mafumbo, siri za Mungu. Sasa siri za Mungu ndani ya Yesu ndipo zilipokuwa zimefichwa. Sasa Yesu anakuja anasema, aliye na kitu ataongezewa, asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Anapoongea maneno yale Yesu akawaambia wanafunzi, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme. Wengine wana macho ya kuona hawaoni, wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Wasije wakasikia wakaona wakafahamu nikawaokoa. Sasa mimi natamani iwe hivi, Mungu akupe siri. Sema amen, amen. Jamani, sadaka sio sadaka zote ni siri inafumbuliwa. Maana kila mtu anatoa sadaka, lakini sio kila sadaka inayotolewa inaletaga matokeo. Kwa hiyo Mungu akupe maono ya kuona yale. Yesu anasema wana macho ya kuona lakini hawaoni. Akupe macho, hekima ya kuona. Amen. Kitu ambacho kitasababisha kile ulicho nacho kitaongezeka. Naeleweka hii kidogo eh? Sema amen. Hebu sema amen. Yaani sadaka ni nzuri, kila mmoja anapenda kutoa, sio tatizo. Lakini ingekuwa sadaka zote tunazitoa kila siku ni sadaka iliyofunuliwa yenye siri ya ufalme wa Mungu, lazima utakuta kuna kitu kinaongezeka. Mnanielewa eh? Sasa kubeba sadaka kwenda madhabahuni na kutoa sio tija. Mungu akupe kuyafunua mafumbo. Tunaelewa na watu wa Mungu? Biblia inasema akawaambia, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme, lakini wengine hapana. Mimi hiyo naomba Mungu akusaidie. Yaani naomba mwaka 2026 haleluya, kama kuna watakaojaliwa, maana Yesu anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini wengine hapana. Kama kuna atakayejaliwa, wewe uwe wa kwanza. Mungu akujalie kujua siri iliyoko ndani ya sadaka yako ni ipi. Maana ukishajua unaongezewa. Usipojua utatoa kidini, utatoa kimadhehebu, utatoa kama deni, utatoa kama unalazimishwa, utatoa kama sheria, na utakufa na sadaka yako imeliwa na haijakupa faida yoyote. Halo? Ni wangapi wamenielewa? Hebu nipungie mkono hivi. Mmenielewa kidogo? Wangapi wanapenda kuongezewa? Si tupo wote hapa? Ume wote. Muulize jirani, unapenda kuongezewa? Mkulima anajua kutafasiri maana ya mbegu yake. Mkulima yoyote. Amen. Akienda kuitafsiri mbegu yake, anajua shamba, anajua majira. Amen. Anajua kupalilia, kumwagilia, kutia dawa. Hizo ni siri za mkulima, huwa anajiandaa kwenye vitu vyote hivyo. Sasa akienda shambani amejiandaa. Anaendaje?
anapeleka mbegu yake shamba gani? Je, ni majira yake ya kupanda? Sasa mkulima wa namna hiyo akijua siri hizo atavuna. Asiyejua atavuna mabua. Nyani watakula mahindi shambani, jua litachoma mahindi. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa naomba Mungu akupe hiyo sadaka mkononi mwako. 2026 nataka iwe hivi, aliye na kitu aongezewe. Sema amen, amen. Yaani mimi sitamani sadaka yako hapa alafu unarudi nyumbani hiyo sadaka inaliwa, inafanya kitu kingine, wewe unabaki masikini. Nataka mabadiliko. Sema amen, amen. Tusikazia tu kutoa sadaka lakini mabadiliko hakuna. Nataka upate mabadiliko, na mabadiliko sio yanakuja kwa mpokeaji, yanakuja kwa mtoaji. Heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo mwenye kupokea hana heri, yule mwenye kutoa ndio mwenye heri. Hiyo heri nataka iwe nayo. Tunaenda sawa? Sema amen. Mimi natamani ulimwengu kutambue ya kwamba kuna siri umeijua. Wanaokufahamu waseme kuna siri fulani unayo. Okay, ngoja nikueleze kitu kingine. Sio kizuri sana. Sio kizuri sana kwenye madhabahu. Ulishawahi kusikiaga watu wanakuambiaga kuna jicho la ngapi? Jicho sio la 3, sijui jicho la 4. Yaani kuna jamaa wanajisifiaga wao ni watu wa macho. Yaani ile tofauti anayoona wewe, yeye anaona kingine, wewe uoni. Hawa jamaa sio kwamba ni feki, wana siri. Sasa na sisi tumepewa humu ndani ya Biblia, lakini hatutaki kujua siri humu ndani. Haleluya. Hatutamani. Hapa anasema wana macho ya kuona lakini hawaoni. Sasa mimi natamani Mungu akupe jicho. Piga kelele, sema amen. Sema kwa sauti amen. Anasema hapa kwenye mstari wa 7, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Haleluya. Sema amen, amen. Bali wapumbavu hudharau hekima. Kwa kumcha Mungu, siri ya kwanza kumcha Mungu sio kuja kanisani, sio kuwa mpole, sio kuwa mkarimu. Kumcha Mungu ni ficho lililofichwa katika neno inaitwa imani. Amen. Imani. Yaani ukiligundua ile neno imani, lakini sio kila imani ni fumbo la kumwamini tu Mungu. Imani iliyofumbuliwa katika Kristo Yesu, pale ndipo panaitwa kumcha. Hapo katika Yesu. Zaidi ya kumcha Yesu, kumjua, hakuna ibada yoyote yenye faida kwako. Kwa hiyo ile kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Ukimjua Yesu unafumbuliwa ufahamu, unafumbuliwa macho yako ya ndani, unaona kuna kitu. Mungu akupe asubuhi ya leo unayemwamini Yesu. Unayemwamini Yesu. Hii siri ni ya kwako. Haya macho ya kuona ulichonacho kwenye sadaka kuna nguvu gani ikuletee majibu, fanya hivyo. Haleluya. Sema amen, amen. Basi twende tushike sadaka zetu za shukrani. Leo ni sadaka tu ya shukrani. Hatuna sadaka za kutoa za umisheni. Hatuna sadaka sijui za waheshimiwa leo. Shika sadaka yako hii leo, shika. Wasiokuja leo kwenye ibada ya leo, shauri yao. Sisi tuna kitu fulani leo kitatoa siri fulani. Sema amen, amen. Nataka siri fulani itoke leo. Kila sadaka niliyoibeba leo ninaitoa. Hebu shika sadaka. Sema pamoja na mimi, Bwana Yesu, mkononi mwangu ninazo siri zilizofunuliwa katika mafumbo, maneno ya mithali na maneno ya hekima, katika kupata njia yenye mashauri ili kutawala
katika jina la Yesu. Mwaka huu 2026 nataka kutawala, nataka hekima katika jina la Yesu. Amen. Njoo leta sadaka yako. Mungu akubariki. Nimetoa